Uchambuzi ulionekana kuwakela watu wengi sana mpaka hivi sasa ni mara baada ya Ahmed Rajiga kwa hii siku ya leo kuweza kuvurunda kwenye mechi ambayo ilikuwa ni mechi ya msingi sana, na ndio maana kuna wakati tunasema kwamba marefa kutokea nje ya nchi wanahitajika sana kuweza kusaidia baadhi ya mechi ambazo zinakuwa zina pressure kama hizi. Of course kuna wakati Simba aliweza kunyimwa nafasi ambayo alikuwa kitolewa mchezoni mchezaji kama Shomari Kapombe mara baada ya kuchezewa pia rafu kwenye eneo la penalty box, lakini mwisho wa siku Ahmed Rajiga akangamua kwamba aliweza kumdanganya tena akamtoa mchezoni kwa kuweza kumpa kadi ya njano. Ni matukio ambayo ninakukumbusha na kukuelekeza tu kwamba kwa hii siku ya leo naweza nikasema kwamba Ahmed Rajiga hakuwa sawa. Ni madhaifu ya kibinadamu yaliweza kujitokeza hata pia kwa Raisman ambaye pia hakuweza kuona pia tukio ambalo alidanganywa na Pacome Pedro Zouzoua, lakini ukweli utaendelea kubakia ni kwamba kwa hii siku ya leo tukizungumzia man of the match, kwanza screen protector Djigui Diarra aliweza kuonekana kwamba yeye ndo kinara ambaye ameweza kuisaidia klabu ya Yanga. Lakini kwa hii siku ya leo kuanzia Simba na Yanga tukizungumzia top na best team kwa timu ambayo imeweza kufanya vizuri na kuonyesha kwamba ipo vizuri kwa ajili ya ushindani ilikuwa ni klabu ya Simba. Yani kulikuwa na madhaifu mengi sana kwenye klabu ya Yanga, na ndio maana pia kulikuwa na rotation kubwa ambayo iliweza kufanyika kwa wachezaji ambao walionekana kuingia na kutoka na madhaifu kwa timu zote mbili. Nafikiri kwa kila kocha, kwa kocha Fadul Davis ameona madhaifu ya klabu ya Simba, lakini pia kwenye upande wa klabu ya Yanga Romain Folz the same ameona madhaifu kwenye klabu ya Yanga. Lakini the best kitu ambacho tumeweza kukiona ni kwenye safu ya ulinzi ya klabu ya Simba. Tunasema kwamba Simba kwenye idara ya ulinzi kwa hivi sasa wapo vizuri na wapo kamiligado. Bwana, tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.